Itukuzwe damu ya Kristo! Karibu ndugu mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe msikilizaji wa redio Mwangaza, katika tafakari ya ujumbe wa Mtakatifu Gaspari del Bufalo, ikiwa leo ni tarehe 4 Machi. Katika mambo yote tufanye mapenzi ya Mungu, na kamwe tusiache kutafakari kitabu kikuu cha msalaba. Mtakatifu Gaspari del Bufalo, mwanzilishi wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Kristo, alisisitiza sana tafakari ya msalaba na utii kwa mapenzi ya Mungu kwa kauli yake maarufu, katika mambo yote tufanye mapenzi ya Mungu, na kamwe tusiache kutafakari kitabu kikuu cha msalaba, akimaanisha kauli hii ni dira ya maisha ya Kikristo. Mosi, je, Mtakatifu Gaspari anamaanisha nini anaposema kuwa mapenzi ya Mungu ni kama dira ya maisha? Mtakatifu Gaspari aliona kwamba maisha ya Mkristo hayana maana bila kutafuta na kutekeleza mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni mwongozo wa kweli wa wokovu. Tukinukuu katika maandiko matakatifu, Mwinjili Mathayo sura ya 6 aya 10, mapenzi yako yatimizwe duniani kama mbinguni. Pia katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 12 aya 2 inasema, msiufuatishe mfano wa dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na makamilifu. Pia Mtakatifu Gaspari anasema, mapenzi ya Mungu sio mzigo bali ni baraka. Hata katika mateso, mapenzi ya Mungu huleta wokovu na furaha ya kweli. Kitabu kikuu cha msalaba. Mtakatifu Gaspari anatufundisha kwamba msalaba wa Kristo ni kitabu kikuu cha imani. Hii ni picha ya kiroho. Msalaba ni mwalimu na ni maandiko yasiyoandikwa, lakini anatufundisha upendo, uvumilivu na sadaka. Rejea Injili ya Mtakatifu Mathayo sura ya 16 aya 24. Mtu akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Pia Wafilipi sura ya 2 aya 8. Aliyemnyenyekea kuwa mtiifu hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Vile vile Waebrania 12 aya ya 2. Tukimtazama Yesu alianzisha na kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake astahili msalaba. Kwa Mtakatifu Gaspari, msalaba ni kitabu cha upendo wa Mungu. Ni mahali ambapo damu ya Kristo ilimwagika, ikiwa chanzo cha huruma na wokovu. Mtakatifu Gaspari alihusianisha msalaba na damu takatifu ya Kristo. Aliona damu hiyo kama alama ya huruma ya Mungu na ushindi wa wokovu. Waraka wa kwanza wa Mtume Petro sura ya 1 aya 18 hadi 19. Kwa kuwa mnajua ya kuwa mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, bali kwa damu ya thamani, kama mwana-kondoo asiye na dosari wala waa, yaani Kristo. Pia Waefeso sura ya 1 aya 7. Katika yeye tunao ukombozi kwa damu yake, msamaha wa dhambi, sawa na wingi wa neema yake. Katika hiyo tafakari ya msalaba wa damu ya Kristo ni njia ya kuishi maisha ya utakatifu na upendo. Mtakatifu Gaspari anatuachia ujumbe huu. Kauli hii ya mtakatifu inatufundisha kutumia maisha ya Kikristo kujijenga juu ya mapenzi ya Mungu na tafakari ya msalaba. Msalaba ni kitabu kikuu cha imani kinachotufundisha sadaka, uvumilivu, upendo. Damu takatifu ya Kristo ni alama ya huruma na wokovu. Kwa kuishi ujumbe huu, waamini wanapaswa wafuate dira hii ya kweli ya maisha na nguvu ya kushinda changamoto za dunia. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frater Anton Felix wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu.